naleta nini? Madhara. Sasa madhara yakitokea hakutakuwa na uhai. Halo? Hivi unashangaa mtu anaomba ni mkafu, mtu ni mkale, mtu anahubiri ni mkale, mtu anaimba ni mkale, mtu anafanya kazi ya Mungu kwa kujivuta mpaka abembelezwe. Nini? Amekosa aliyeasili ya umilele kwa jina la Bwana. Amemkosa aliye control yake, ambaye angemwezesha, angemweka sawa sawa. Lakini namba mbili, yupo kila mahali na kila wakati. Yupo kila mahali na kila wakati. Zaburi 139 mstari wa 7 mpaka 10. Yupo kila mahali na kila wakati. 139 1 mpaka 10. 7 mpaka 10. Nasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Ndio. Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningepanda kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza. Ndio. Mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo usiku. Inatosha. Bwana asifiwe. Angesema kimbilie wapi? Yeye yupo. Sema amina kubwa. Kuanzia mbinguni mpaka kuzimu. Sema amina kubwa. Yeye yupo, anatawala, anamiliki. Hata angesema jifiche wapi, yeye yupo. Maana yake Roho Mtakatifu, hata ungekuwa safarini, yeye yupo. Hata ungekuwa sirini, yeye yupo. Hata ungekuwa peke yako, umesafiri, umeenda umbali, hawako wenzako, hata kama ni sije mahali pamoja, umeenda mahali pengine, yeye yupo. Kwa kifupi, yupo ambaye jicho lake liko kila mahali kumchunguza mtu mwema na mbaya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye ukaguzi wako, ndiye mdhibiti wako, ndiye anayekujulisha kwamba nipo kila mahali na kila wakati. Ukimhitaji anapatikana, ukihitaji msaada wake anapatikana. Ndio maana marufuku kusema ya kwamba shetani alinipitia, kwa sababu umesahau yupo aliye kila mahali na kila. Halo? Kama tuko pamoja, tuko mkono. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tunaye na tunatakiwa tumfahamu na tumuishi hivyo, kwamba yule aliye kila mahali, Roho Mtakatifu yupo kwa jina la Bwana. Saa zote, nyakati zote, ziwe za baridi, ziwe zisizo za baridi, ziwe za mvua, zisizo za mvua, yupo kila wakati, yupo na tawala na kumiliki. Sema amina kubwa. Na anatudhihirishia kipi ni kipi na nini ni nini. Kwa hiyo ni lazima ufahamu kama mwanasije kwamba huyu niliye naye, ninayepaswa kwamba huyu ndiye injini yangu, ndiye uweza wangu, ndiye anayeniwezesha ya kwamba niishi maisha matakatifu. Anaitwa Roho Mtakatifu kwa sababu anataka uwe uishi maisha mataka, utembee katika njia taka, uishi katika utaka. Kwa kifupi, yeye ni safi, ni salama, anataka hivyo. Ndio maana ukaguzi wake, ulinzi wake uko kila mahali kwa jina la Bwana. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa tena. Tuangalie tena hapa njia nyingine, asili nyingine. Anafahamu yote. Anafahamu. Wakorintho wa kwanza 2:10-11. Anafahamu yote. Anafahamu yote. Wakorintho wa kwanza 2:10-11. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Ndio. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila Roho wa Mungu. Haleluya jamani. Kwa kifupi, anayejua mafumbo ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Na ndiye anayechunguza mioyo yetu, ndiye anayefahamu yote, hata angekuaje. Ndio maana mtu unaweza ukaficha, lakini